Ilipofika saa 3:30 usiku, tarehe 6 Mei mwaka wa 2016, ukimya wa jiji la Nairobi ulikatizwa na taarifa ya kutisha. Mwili wa mfanyabiashara mashuhuri wa Kenya, Jacob Juma, ulikuwa umepatikana kwenye dimbwi la damu katikati ya barabara ya Ngong. Sio tu kwamba alikuwa ameuawa, bali aliuawa kwa namna ya kutisha, kana kwamba muuaji alitaka kutuma ujumbe kwa taifa zima. Jacob Juma, mzaliwa mwaka wa 1971 katika kijiji kidogo kiitwacho Mungore huko Bungoma, hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa sauti ya wanyonge, mwiba kwa wenye mamlaka, na kioo cha ujasiri dhidi ya jinamizi la ufisadi nchini Kenya. Alikuwa anaandika, anaongea na hata kupaza sauti mitandaoni bila uoga, akiwataja kwa majina waliokuwa wakitafuna mali ya umma kana kwamba taifa hili halina wenyewe. Lakini mpenzi mtazamaji, je, unajua nini kinatokea unapogusa mzizi wa uovu? Unapojaribu kuangaza mwanga kwenye kona ambapo wengine wamezoea giza? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf. Jacob Juma alifahamu gharama aliyokuwa anajitwika kwenye maisha yake, na bado hakurudi nyuma. Alikataa kabisa kuwa sehemu ya mduara ya wanabiashara waliokuwa wakilindana na wanasiasa kuhakikisha maslahi yao binafsi ya kifisadi yapo salama. Alisimama imara, akawa bilionea aliyejijengea heshima kwa jasho lake, lakini akawakataa wakubwa waliotaka kununua kimya chake kwa bei ya hongo. Ndio maana alipouawa, maswali hayakuchelewa kuibuka. Lawama zilianza kurushwa, na kidole kimoja kwa uthabiti kilielekezwa kwa naibu rais wa wakati huo, William Samoei Ruto. Wanasiasa wa upinzani walimshutumu moja kwa moja, wakisema Juma aliuawa kwa sababu alikemea serikali na kuanika maovu ya viongozi wa juu serikalini. Wengine wakakumbusha kwamba Juma mwenyewe aliwahi kusema kwenye mitandao ya kijamii, kwa kunukuu, "Maisha yangu yako hatarini, Ruto anajaribu kuniangamiza." Wakati huo huo, joto la kisiasa nchini Kenya lilikuwa limefika kiwango la kutisha sana. Uchaguzi mkuu ulikaribia na anga la taifa lilijaa hofu, minong'ono na hali ya mashaka. Kaka yake Jacob Juma, Philip, alisema kwa uwazi, kwa kumnukuu, alisema kwamba wakati ndugu yetu aliuawa, joto la kisiasa lilikuwa kali mno. Tuliohofia usalama wetu, tulinyamaza, tukajificha, tukayaacha yote mikononi mwa serikali. Lakini je, serikali hiyo hiyo ndiyo iliyokuwa na majibu, au ilikuwa sehemu ya fumbo lenyewe? Hadi leo hii, swali hilo linazunguka miongoni mwa wananchi kwa sauti ya chini, lakini kwa uzito wa mshangao. Nani aliyeua Jacob Juma, na kwa nini? Kiongozi wa upinzani muda huo, Raila Odinga, alikuwa ameanza kuchukua nafasi ya mbele, akibeba hoja nzito kuhusu ufisadi ndani ya serikali. Na ilipotangazwa habari za kifo cha Jacob Juma, Raila hakukaa kimya. Alijitokeza wazi katika mikutano yake ya kisiasa na kulaani vikali mauaji hayo, akisema kwa hisia, taifa la Kenya linaondoa sauti za kweli, tena kwa mikono ya wasiojulikana lakini wenye mamlaka ya kutisha. Wananchi hawakusita. Mitandao ya kijamii ililipuka kwa hasira, vilio na sauti za kupinga unyama huo. Wengi waliliona kama mauaji ya kisiasa. Miongoni mwao, mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu na mwanasiasa jasiri Boniface Mwangi alitoa kauli yake. Kwa kumnukuu, alisema kwamba polisi wauaji ni tishio kwa kila mmoja.
hawa ndio wanasiasa na wafanyabiashara huwaajiri kuwaua wapinzani wao. Jacob Juma, Chris Msando, George Muchai ni baadhi tu ya mauaji makubwa yaliyotekelezwa na polisi, wauaji waliolipwa kwa kandarasi. Kauli ya Mwangi haikuhitaji tafsiri. Aliweka wazi kile ambacho wengi walikuwa wakinong'ona kwa hofu. Kenya imekuwa uwanja wa wanasiasa wenye meno wanaotumia vikundi haramu na maafisa wa usalama kupunguza sauti za yeyote anayetoa ukweli. Mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, George Musamali, alithibitisha hilo bila kusita. Katika mahojiano, alitaja mfululizo wa mauaji ya kihistoria ambayo hadi leo yamebaki na maswali yasiyo na majibu. Nani aliyeua Jacob Juma na kwa nini? Tom Mboya, Robert Ouko na Dr. Odhiambo Mbai, wote hawa waliuawa kwa sababu walikuwa sauti kubwa za kisiasa. Njia pekee ya kuwatuliza ilikuwa kuwaondoa kabisa kwa mauaji. Lakini mpenzi mtazamaji, si Juma pekee aliyelipia ujasiri wake kwa kumwaga damu. Mwangi na Musamali walikubaliana wazi kuhusu kifo cha Chris Msando, mkuu wa kitengo cha teknolojia ya habari katika Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Msando aliuawa siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka wa 2017. Alitaka Kenya ipate uchaguzi safi na wa haki. Hiyo ndiyo sababu akawashabaha. Walimnyamazisha na kisha wakafuta jina lake. Cha kuhuzunisha ni kuwa Wakenya walinyamaza baada ya kifo chake, ilhali alikuwa anapigania haki yao. Hata hivyo, ni mfumo wa hila unaofanya watu waogope hata kuhoji, kwa sababu wanaelewa kwa Kenya ya leo ukisema ukweli unaweza kuuawa. Ndugu mtazamaji, hebu tazama kwa jicho la upekuzi kilichomtokea Jacob Juma, mfanyabiashara aliyekuwa na sauti ya kutisha kwa mafisadi, aliyeheshimika na kuhofiwa kwa usawa. Mauaji yake hayakuwa ajali ya bahati mbaya wala kazi ya wahuni wa mtaani. Hapana. Kila hatua ya tukio hilo ilibeba alama ya mpango wa kisiri uliopangwa kwa uangalifu wa hali ya juu. Wale waliomfuatilia hawakuwa wageni kwake. Huenda walikula naye meza moja, wakaangua naye kicheko, huku wakibeba maagizo ya kisaliti mioyoni mwao. Walimfuatilia kwa muda, walijua ratiba yake, walijua njia zake, walijua ni sehemu zipi angeweza kupita kwa muda bila kamera kushuhudia. Na hatimaye wakamvizia kwenye barabara ya Ngong, eneo lisilo na CCTV, mahali ambapo kamera zilikosa kunasa, lakini dhamira ovu iliweza kuona kila kitu. Risasi zikafituliwa. Maisha ya Juma yakakatizwa ghafla. Hakutoka hapo akiwa hai. Swali kuu linabaki. Je, aliuawa kwa sababu ya biashara zake au kwa msimamo wake dhidi ya mfumo wa kifisadi uliokita mizizi nchini Kenya? Lakini ukweli ulio wazi kama jua la mchana ni Jacob Juma alishatabiri hatima yake. Miaka kabla ya kuuawa, aliandika, akaongea, akawaambia familia yake maisha yake yalikuwa hatarini. Aliweka wazi kwa maandiko na kauli kuwa anawindwa, lakini kama ilivyo desturi ya mazoea ya ukimya serikalini, taarifa hizo hazikupata uzito mkubwa sana. Alienda polisi kuripoti, polisi wakapokea taarifa, lakini hawakuchukua hatua yoyote. Na hapo ndipo kifo kilipoanza kumtafuta kwa kasi ya upepo wa kisulisuli. Philip, kaka yake, anasimulia hivi.
Kwa kumnukuu, anasema kuwa Juma alizungumza kuhusu hatari aliyokuwa nayo. Aliandika kwenye mitandao ya kijamii, akatuambia kama familia tulimpeleka kuripoti, lakini hakuna kilichofanyika, na mwisho wa yote tukasikia ameuawa hadharani na watu wasiojulikana. Hakuna anayejua ni nani wala kwa nini. Mwisho wa nukuu. Na kama ilivyo kesi nyingine nchini, ahadi za serikali zilibaki maneno ya upepo. Uchunguzi uliopigiwa kelele mara ya kwanza, mwisho ulimezwa kwa ukimya. Hakuna taarifa zilitolewa, hakuna maendeleo ya uchunguzi wake, hakuna uhalisia wa haki. Ni kimya cha kutisha, kimya cha hila, kimya kilichofunika ukweli kabisa. Philip alitoa kilio cha familia baadaye. Kwa kumnukuu, alisema kwamba hadi leo hatujasikia lolote kuhusu uchunguzi huo. Hakuna anayezungumza, hakuna taarifa kutoka serikalini. Walisema watachunguza, watawakamata waliomuua ndugu yetu, lakini hakuna kinachoendelea. Akaongeza kwa sauti ya kutetemeka, kama familia tumekuwa tukilia, tukiomba, tukitumaini. Tunataka haki. Ndugu yetu alipigania ukweli, alisimama dhidi ya ufisadi bila kupepesa macho, lakini akaishia kuuawa. Ndugu mtazamaji, tuko wapi kama taifa pale ambapo wapigania haki wanauawa na hakuna anayewajibisha? Je, tunatazama vifo vya mashujaa wetu kwa macho ya kiza, tukimezwa na ukimya wa hofu? Na kimya hicho mtazamaji, ndicho kinachoua matumaini ya familia, marafiki na taifa zima. Ripoti ya Amnesty International ya mwaka wa 2016-2017 inatoa takwimu zinazotikisisha dhamira ya taifa. Katika kipindi hicho, angalau watu 122 waliripotiwa kuuawa na maafisa wa usalama nchini Kenya. Wengi wao wakiwa wanaharakati wa kiraia, waandishi wa habari au wanachama wa upinzani. Hawa si majambazi, si magaidi, ni raia waliothubutu kuuliza maswali. Na huku hayo yakiendelea, Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi EACC inakadiria kuwa zaidi ya 30% ya pato la taifa, sawa na zaidi ya dola bilioni 6, hupotea kila mwaka kwa njia ya ufisadi. Lakini kifo cha Jacob Juma kinatufumbua macho zaidi. Sio fedha pekee tunazopoteza, bali hata uhai wa wale wanaothubutu kupata sauti dhidi ya uozo huo. Swali sasa linabaki, wewe mtazamaji wangu, taifa letu linawezaje kusonga mbele ikiwa wale wanaojaribu kuokoa mfumo wanazikwa kabla hata ya mchakato kuanza? Je, tutazidi kuwa watazamaji wa vifo vya wapigania haki, au tutakuwa sauti inayovunjwa kimya cha hofu? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shebani Yusuf.